Baza vipi? Mbona unagonga mlango kwa nguvu namna hii? Wewe ndo mwenye zamu ya kununua umeme leo? Ndio nilikuwa kwenye maandalizi hapa nikanunua umeme leo. Fanya hivyo. Umeme hamna na ndani kuna joto sana paka liki. Kwa jitahidi basi. Sawa. Mama, nafikiri tuende kwanza nikakuonyesha sehemu ya kupumzika, alafu mimi nitakuandalia chakula. Kwani mama yuko wapi? Atakuwa bado kwenye shughuli zake, lakini sio muda atakuwa amerejea. Haya baba. Pia mke wangu. Mke wangu. Amka tuyamalize. Uyamalize na nani? Tena ukome kugusa umwili. Umenielewa? Zilikuwa ni hasira tu mke wangu. Yaani hasira bado unashindwa kufanyia maisha yako, unafanyia katika mwili wangu. Unadhani huu ni mwili wa kupigwa pigwa, si ndio? Basi yaishe. Hayawezi kuisha hivyo. Wewe unajifanya bondia wewe. Sasa subiri nitakuonesha. Unajambia moto. Unashuka mpaka tugusane gusane. Kutoa na uzo. Kwa nini umelewa? Nilienda kunywa kidogo, nakumbushia enzi, nimetoka na marafiki zangu, nimekutana nao leo, nimeenjoy. Tatizo sio wewe kutoka, mke wangu. Tatizo sio kwenda kuenjoy na marafiki zako. Lakini usiku una mambo mengi sana. Ndio maana nakwambia kila unapotoka mimi nipate taarifa. Hiyo ni kwa sababu ya usalama wako. Naelewa mume wangu, nilikupigia simu, lakini simu hazipiti, hazipatikani, ngaona lakini usijali, kikubwa nimerudi salama. Mimi najua mango, una mambo mengi, una kabisa. Mimi hata nikiondoka nikirudi asubuhi, yani wewe una mambo mengi, ndio ninachokupendea. Na hofu yako ni usalama wangu, ila usijali, nimerudi salama. Haya sawa, tukalale basi. Tukalale. Geza, nahitaji kujua mimi nina nafasi gani humu ndani?
Jackie mke wangu. Yaani ina maana kila siku umezoea na kukumbusha nafasi yako. Yaani nakwambia wewe ni mke wangu. Ni mke gani ambaye anaweza kamka asubuhi na akakuta kuna ugeni? Sikia. Taratibu basi. Calm down. Jackie, jana nilipanga nikwambie. Tulikaa tukazungumza, lakini kwa hali uliyokuwa nayo, haukuchukua muda mrefu kwa umelala. Ningekwambiaje? Nikapanga basi nikidamka asubuhi niweze kukueleza. Na damka asubuhi haupo, upo nje unafanya usafi. Ningekueleza muda gani mke wangu? Mume wangu unakosea. Yaani umenikosea pakubwa. Hivi unawezaje kuleta mgeni bila taarifa hata kama nilikuwa nimelala, hata kama ilikuwaje? Nisikilize basi. Jackie, calm down. Calm down. Ninadhani unajua hakuna jambo lolote lile ambalo nikalifanya mimi bila kupanga na wewe. Majambo yetu yote huwa tunakaa tunajadili ndio tunafanya. Umeelewa? Hata ile nilipanga nikwambie. Na unafahamu kabisa mazingira ya kijijini kwetu kule kwa mama. Mtandao unasumbua. Nilipofika kule nilikupigia simu sana nikueleze hili, lakini ukawa upatikani mke wangu. Muda mwingine simu haipiti. Na kutokana na hali aliyokuwa nayo mama, nilishindwa kabisa kumwacha. Ilibidi nimbebe nije naye huko. Lakini haikuwa kwa maana ya kukuficha mke wangu. Nilipanga nikueleze hili. Na ningekwambia tu muda wote. Okay, sawa. Kama unavyosema sijui nilikuwa ulikosa muda kuongea na mimi na nini. Mama ataondoka lini? Sasa kwa hilo ndo washaka. Na nikuondoe shaka kabisa mke wangu. Mama kaja hapa na kuja kufanya vipimo na kuja kupata matibabu ya muda mchache. Ataweza kurudi huko nyumbani kwake. Hajaja kukaa hapa. Sasa naomba tu, yaani fanya ima. Basi. Basi mama. Jamani. La mama si ataondoka. Ataondoka usijali na hatachukua muda mrefu. Siku nyingine usiongea hivyo. Kiukweli umenikunjia ndita hadi nimeogopa. Sawa, mimi natoka mara moja sawa? Hivi anachukuliaje? Anataka nini? Unajua nini kijana? Hata mimi nilipokuwa na umri kama wako nilizidiwa na mambo mengi sana kichwani mwangu. Lakini unajua nini kilinisaidia hadi kufikia umri huu niliokuwa nao? Ni nini hicho mzee wangu? Ni kujifunza kupitia watu walionizidi umri. Oh, kumbe. Sasa unataka kuniambia nini babangu? Mimi nikushauri kitu kimoja. Kwa namna ulipofikia na mwenzako, hiyo ni hatari sana. Ukizingatia wewe ni kijana mwenye nguvu. Na unaweza kufanya mabadiliko na kila kitu kikawa sawa maishani mwako. Una maana gani? Maana bado sijakuelewa. Naomba usininukuu vibaya lakini bwana. Mlipofikia sasa hivi, sijui kama kuna mapenzi tena. Na kwa kawaida, mwanamke akifikia kufanya mambo mengi kiasi hicho, hiyo ni hatari kubwa na anaweza kukuletea shida. Unajua mzee wangu, mara ya kwanza nilifikiri umekuja kujenga. Lakini huko unapoelekea sasa, unabomoa. Nisikilize mzee wangu. Mimi na mke wangu, sidhani kama tunahitaji ushauri kwa sasa. Tafadhali, tuacheni. Habari yako bosi? Safi, kwema. Kwema. Mbona siku 2-3 sijakuona kazini kulikoni? Mke wangu alipatwa na matatizo kidogo. Kwa hiyo nikawa na so. Taarifa ulimpa nani? Sijampa mtu yeyote mzee wangu. Nisikilize. Wenzako wote hapa ofisini, familia zetu zina matatizo. Lakini tunakuja kazini kwa sababu kazi ni bora kuliko matatizo ya familia zetu.
kwa kuwa hii sio mara ya kwanza wala ya pili, na kuomba kitu, nenda nyumbani ukasolve matatizo yako. Nitakapokuhitaji nitakupigia simu. Bosi. Bosi. Michael bwana, samahani sana kwa simu ya dharura. Lakini imenibidi nikupigie simu kwa sababu nina jambo ambalo nataka unisaidie kwa haraka zaidi. Bila samahani. Najua haya ni majukumu yangu mengine kama nafanya nikiwa kazini. Sawa. Sasa mimi bwana nilikuitia hapa. Nipo na mama yangu hapa. Nilimleta kutoka kijijini huko. Lakini kidogo haipo sawa kiafya. Sasa nilihitaji uje umfanyie vipimo. Kama ikiwezekana uanze mchakato wa kumfanyia tiba. Mimi nadhani hilo halina shaka kabisa. Ni kitendo cha wewe kumchukua kumleta pale hospitali, tunamfanyia vipimo, tunaanza tiba ya haraka. Ni kweli, lakini sababu ya kukupigia simu uje hapa, sikutaka ili nifanye mizunguko yote huko hospitali. Nilitaka tufanye kama tunavyofanyaga siku zote, kama ulivyomfanyaga mke wangu na tunavyofanyaga ndugu yangu. Kwa hiyo nategemea mfanyie matibabu akiwa hapa hapa nyumbani. Halina shaka bosi wangu. Sasa kwa sababu sikuja na vifaa, hebu sasa naomba nikachukue vifaa ili je kuchukua sample naweza kumfanya vipimo na baada hapo tutaanza tiba. Sawa, lakini nikusisitize jambo. Nahitaji matibabu yachukue muda mfupi sana. Siwezi kusema kwamba matibabu yatakuwa muda mrefu au muda mfupi. Kwa sababu hatujajua nini kinamsumbua. Kwa hebu acha nikachukue vifaa. Nichukue sample, nikavipime. Nzeni, nikija na majibu tutajua kwamba huyu atatibiwa kwa muda mrefu au muda mfupi. Sawa, mimi nafikiri hilo halina shida. Sasa jukumu lote limebakia juu yako wewe. Basi haina shida. Ngoja mimi nirudi kazini nichukue vipimo na hisi baadaye nitakuja hapa kuchukua sample kwa ajili ya kujua anasumbuliwa kitu gani. Sawa, bila utanikuta kuna kazi nimefanya hapa sitaweza kutoka. Utanikuta hapa. Shukrani sana. Basi kazi njema ndugu. Haya bwana Michael. Baadaye. Kitambi ndio kimeshuka bwana. Acha kupiga vitu mzee. Bwana. Vipi, unaenda wapi? Naelekea kijiweni hapa, kuna watu naenda kuonana nao. Hivi kumbe ni muoga? Yaani bado kidogo tu mikojo kutoke. Uoga lazima. Alafu nilikuwa naomba tupunguze mazoea kwa sababu inaweza akaja kuniletea shida baadaye. Embo acha uoga bwana. Hayo ni mambo ya kawaida sana. Kawaida? Yaani unasemaje kawaida? Wakati mtu wako sasa hivi ameanza kunitumbulia mijicho. Vitu vizuri vinahitaji ujasiri. Vipi wewe Boni? Wewe mwenyewe unaona vitu. Naona, lakini mimi muoga sana. Usijali wala nini. Sawa. Acha niwawahi watu wangu ambao wananisubiria kijiweni. Mama, karibu chai. Asante mwanangu. Haya mwanangu, umenipa mimi kikombe peke yangu na wewe chakula kwako je? Sisi hatujazoea kunywa chai ovyo ovyo. Wewe kunywa tu.
Na wewe mwanangu Geza naye yuko wapi? Geza ametoka. Anatokaje asubuhi na mapema. Kwa hiyo ameenda kazini.